Rais wa Sudani ya Kusini Salva Kiir amemfuta kazi makamu wake wa kwanza wa rais Bol Mel Benjamin, ambaye amemtuhumu kufanya mkakati wa kumng'oa madarakani. Hii ni TriGen Media. Wengi hupenda kumuita makofia, lakini huyu ni Salva Kiir. Hasira alizonazo hazikutosha kumuondoa Bol kwenye nafasi ya makamu pekee, bali pia kumvua cheo chake cha kijeshi cha jenerali na kumfukuza kazi kabisa kutoka idara ya usalama wa taifa. Kumbe Bol bana alikuwa akitumikia taasisi 3 kwa muda mmoja. Lungu la Kiir limefika pia kwa gavana wa benki kuu ya nchi hiyo pamoja na mkuu wa mamlaka ya mapato. Huyo na wengine wengi wanadaiwa kula njama za kumhujumu mwamba Salva Kiir wakishirikiana na Bol Mel. Na kama tuhuma hizi ni kweli, basi kikulacho kweli kinguoni mwako, na kwamba adui hatoki mbali. Taarifa za kufurushwa kwao zilitangazwa kibabe, tena kwa amri ya rais iliyosomwa moja kwa moja kwenye runinga ya taifa. Na katika taarifa hiyo hapakuwa na maelezo ya ziada zaidi ya kutajwa tu kwamba jamaa vibarua vyao vimeota nyasi. Siku za karibuni kumekuwepo na hofu kubwa inayoongezeka nchini Sudani ya Kusini, hasa kutokea tena kwa machafuko ya kisiasa na kurejea kwenye vita vya wao kwa wao, hali inayodaiwa kuchangiwa zaidi na kitendo cha kuvunjika kwa makubaliano ya Februari 22 mwaka 2020, ambapo Salva Kiir aligawana madaraka na mpinzani wake Riek Machar kabla ya kumtimua tena mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo pia mwezi wa Septemba tu majuzi hapa alifikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka ya mauaji, ugaidi pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Bol Mel mwenye umri wa miaka 47, makamu huyu wa rais aliyefurushwa, aliteuliwa kuwa makamu wa rais mwezi wa Februari, akichukua nafasi ya James Waniga, mwanasiasa mkongwe na jenerali. Pia alipandishwa cheo kuwa makamu wa kwanza wa mwenyekiti wa chama tawala cha SPLM, hatua ambayo wachambuzi wa siasa waliona kama kumuweka katika nafasi nzuri ya kurithi madaraka kutoka kwa Kiir mwenye umri wa miaka 74. Baadaye rais alimthibitisha Bol Mel jenerali kamili katika idara ya usalama wa taifa, yani NSS. Uteuzi wa Bol ulikuwa gumzo, kwani hadi wakati wa uteuzi huo tayari alikuwa amewekewa vizuizi kadhaa na Marekani tangu mwaka 2017, akituhumiwa kwa tuhuma kibao za ufisadi. Wizara ya fedha hata hivyo ya Marekani ilimtaja Bol Mel kama mshauri mkuu wa kifedha wa Salva Kiir, madai ambayo ofisi ya rais iliyakanusha. Bol Mel hajawahi kujibu moja kwa moja tuhuma hizo za ufisadi, na hadi sasa hajatoa kauli yoyote kuhusu kufutwa kwake kazi. Hii ni TriGen Media.